بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 18 ya kitabu chetu, tukiingia katika kuisoma alhadithul hasanu. Alhasanu akiwa na maana hadha alhasanu, hii ni hadithi hasan. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, alhasanu, tamshi la hasanu lughatan, kilugha, ma tashtahihi nafsu, ma ni kile kitu ambacho tashtahihi nafsu, nafsi inakitamani. Wastilahan, na kwa mujibu wa wanawazuoni wa mustalahi, wal hadithu alladhi, ni hadithi ambayo ittasala sanaduhu, sanadi yake imeungana, binaqli al-adli, kwa kupokelewa hadithi hiyo na mtu mwadilifu, alladhi, mtu ambaye qalla dhabtuhu, udhibiti wake upo chini, an darajati sahihi, haujafikia udhibiti wa mpokezi wa hadithi sahihi. Tamam, hakadha. Wa khala, na ikaepukana hiyo hadithi hasan, min ash-shudhudhi, ikaepukana na shudhudh, wal illati, na illa. Tamam, hakadha. Fashurutuhu khamsatun, basi masharti ya hadithi hii khamsatun, ni matano. Utaona masharti yake yanafanana sawa sawa na masharti ya hadithi sahihi. Tamam, tofauti ni vipi? Tofauti ni kwamba mpokezi wa hadithi hasanin, udhibiti wake uko daraja ya chini. Tamam, na mpokezi wa hadithi sahihi daraja yake ya hifdhi iko juu. Tamam, hiyo ndio tofauti, lakini masharti yake yanafanana na hadithi sahihi, kwa maana yanafanana na masharti hadithi sahihi. Tamam, hakadha. Akasema Sheikh, al-awwal, sharti la kwanza, ittisalu sanadi. Sharti hili ni kama sharti la hadithi sahihi. Athalithu, athani, sharti la pili, adalatu rawi, ni uadilifu wa mpokezi, kwa maana mpokezi wake asifike na sifa ya uadilifu. Athalithu, sharti la tatu, dhabtu rawi, udhibiti wa mpokezi, kwa maana mpokezi wake asifike na sifa ya udhibiti. Walmuradu, na kinachokusudiwa katika udhibiti wa mpokezi, an yakuna dhabtuhu, uwe udhibiti wa mpokezi wa hadithi hasan, aqalla, uko chini, min rawi sahihi, uko chini ya udhibiti wa mpokezi wa hadithi sahihi. Ai, akiwa na maana khafifu dhabti, awe na ukhafifu wa kudhibiti. Tamam, hakadha. Kwa utaona hapa ndiyo sehemu ambayo hadithun hasanun inatofautiana katika upande wa masharti na hadithi hadithun sahihun. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema arabi'u, sharti la nne, khuluwuhu min ash-shudhudh, alkhamisu, na sharti la tano, khuluwuhu min al-illa. Haya pia ni yale masharti ambayo tumeyasoma katika nini, hadithun sahihun. Tamam, hakadha. Sheikh anasema fa'ulima bihadha, fa'ulima, basi kukafahamika, bihadha, kupitia maelezo haya, anna shurut alhasani, ya kwamba masharti ya hadithi hasan, mithlu shuruti sahihi, ni mfano wa masharti ya hadithi sahihi, fima ada ash-sharti ath-thalithi, fima ada ash-sharti ath-thalithi, isipokuwa sharti la tatu, wa huwa, na hilo sharti la tatu, adhabtu, ni udhibiti. Fa innahu, kwani hakika fa innahu, kwani hakika, fi sahihi yushtaratu an yakuna fi almartabati alulya. Tamam, fa innahu, kwani hakika sharti hilo. Tamam, fa innahu, kwani hakika sharti hilo, fi sahihi, katika hadithi sahihi, yushtaratu, kuna shurutishwa, an yakuna, liwe, fi almartabati alulya, katika daraja ya juu. Amma fi alhasan, amma fi alhasan, ama katika hadithi hasan, fa innahu, hakika sharti hilo, la yushtaratu dhalika, hakushartishwi hilo,
bali yuktafa, kuna toshelezwa. Tamam. Bali yuktafa, kuna toshelezwa bikhifati dhabti, na udhibiti hafifu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio hadithi al-hasan, na hiyo ndio taarifu yake, sawa sawa. Au unaweza ukasema katika taarifu yake nyingine fupi, unaweza kusema alhadithu alhasanu huwa ma rawahu adlun qalla dhabtuhu muttasil as-sanadi ghayra muallalin wala shadhin. Tamam. Na kwenye hadithi sahihi pia unaweza kusema huwa ma rawahu adlun tamu dhabti muttasil as-sanadi ghayra muallalin wala shadhin. Tamam, hakadha. Hapo unakuwa umepata taarifu fupi kabisa ya alhadithu alhasanu, na umepata pia taarifu fupi ya alhadithu as-sahihu. Tamam, hakadha. Sheikh akatoa mfano akasema, mfano alhadith hasan hadithu Muhammad ibn Amr ibn Alqamata, ni mfano wa hadithi ya Muhammad ibn Amr ibn Alqamata an Abi Salamata, aliyoipokea kutoka kwa Abi Salamata, an Abi Hurairata, naye Abi Salama ameipokea hadithi hiyo kutoka kwa Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Tamam, hakadha. Mfano wa hadithi hiyo kaleta sanadi yake, hakuleta matni. Tamam, hakadha. Anasema fa Muhammad ibn Amr hadha. Tamam. Fa Muhammad ibn Amr hadha, basi huyu Muhammad ibn Amr mashhurun bisidq, anafahamika kusifika na sifa ya ukweli. Walaysa fi ghayati alhifdh, lakini hayupo katika upeo wa hifdhi, kwa maana hifdhi yake ni hafifu. Tamam. Kwa hiyo mfano wa hadithi yake aliyopokea kwa sanadi hii ambayo imetajwa hapa, hadithi yake hiyo ni hasan. Tamam, hakadha. Sheikh akasema hukmu ya hadithi hasan huwa mithlu as-sahihi fi al-ihtijaj wal-amal bihi. Huwa hadithi hiyo hasan mithlu as-sahihi, ni mfano wa hadithi sahihi, fi al-ihtijaj, katika kutumiwa kuwa ni hoja, wal-amal bihi, na katika kufanyiwa kazi. Kwa maana hadithun hasanun ni hoja, lakini pia inafanyiwa kazi. Wa in kana dunahu fil quwwa, hata kama hadithi hasan dunahu, iko chini ya hadithi sahihi, fil quwwa, katika upande wa kuwa na nguvu. Tamam, hakadha. Walihadha, na kwa sababu hii, yuqaddamu alayhi as-sahihu inda at-ta'arudhi. Walihadha, na kwa sababu hii. Sababu gani? Sababu ya kuwa hadithi hasan iko chini kinguvu. Tamam. Yuqaddamu, inatangulizwa, alayhi, juu ya hadithi hasan, as-sahihu, hadithi gani? Hadithi sahihi. Kwa maana yuqaddamu alayhi as-sahihu, hadithi sahihi inatangulizwa kuliko hadithi hasan, inda taarudhi, pindi zinapotofautiana hadithi hizi, pindi zinapotofautiana hadithi mbili hizi. Tamam. Kutofautiana ni vipi? Kutofautiana ni kwamba ije hadithi sahihi, lakini pia ije hadithi hasan, kisha zote ziwe zinaelezea kitu kimoja. Mathalan, ziwe zinaelezea masala ya udhu, au masala ya swala, au wakati wa swala, au masala ya funga. Tamam. Lakini sasa hadithi sahihi inaelezea kitu hichi kwa namna nyingine, na hadithi hasan inakielezea kitu hicho hicho kwa namna nyingine. Hapa tayari kuna taaruf, sawa, kuna kutofautiana kati ya hizi hadithi ngapi? Hadithi mbili. Sasa katika hali kama hii, kitu ni kimoja, lakini hadithi sahihi inasema kulia. Tamam. Hadithi hasan inasema kushoto. Lazima tuitangulize. Tamam. Lazima tuitangulize hadithun sahihun katika hali kama hiyo. Tamam, hakadha. Kwa sababu gani? Anasema Sheikh hapa, kwa sababu gani? Liannahu, kwa sababu hiyo hadithi sahihi a'la minhu rutbatan, a'la,
iko juu minhu, kuliko hadithi hasan, rutbatan, kidaraja. Idhil hasanu, kwani hadithi hasan qasurat rijaluhu, qasurat, wana mapungufu, rijaluhu, wapokezi wake, an rijali sahihi, ukiwalinganisha na wapokezi wa hadithi sahihi, fil hifdhi wadhabti, katika kuhifadhi na kudhibiti. Tamam. Amma rijalu sahih, amma rijalu sahihi, ama wapokezi wa hadithi sahihi, fahum, basi wao, fi ghayati alhifdhi wadhabti, wapo katika nini? Katika upeo wa kudhibiti na kuhifadhi. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ndio taarifu ya alhadith alhasan, na mfano wake ni huo. Tumetolewa upande wa sanad, lakini pia tukagewa hukumu yake, na tukaambiwa inapotokea hadith hasan ikatofautiana hadithi sahihi, kwamba inayotangulizwa ni hadithi gani? Hadithun sahihun. Tamam. Hakadha. Lakini jana tulisema kwamba kuna mulahadha ambao ni muhimu tuupitie katika huu mfano wa hadithi tuliotolewa jana. Katika taarifu ya hadithi sahihi, Sheikh amesemaje? Wal hadithu alladhi ishtamala ala a'la sifati alqabul. Tamam. Ni hadithi ambayo imekusanya sifa za juu za kukubaliwa. Tamam. Hakadha. Lakini sasa kwenye kuzitaja hizo sifa, miongoni mwa sifa ambayo aliitaja ni sifa ya kwanza ambayo ni ittisalu sanad. Tamam. Na sifa hiyo inasemaje? Anasema wa maana hadha al-ittisali, wa maana hadha al-ittisali, na hiyo maana ya kuungana sanadi yake, an yakuna kullu rawin min arwati qad sami'a amman fawqahu haqiqatan, ni awe kila mpokezi amesikia kutoka kwa mpokezi aliye juu yake, haqiqatan, kwa njia ya hakika. Wa man fawqahu sami'a min alladhi fawqa, na aliyekuwa juu ya yule aliyempokea sasa awe amesikia hadithi hiyo kwa yule aliyekuwa juu yake. Wa hakadha, na iwe hivyo hivyo, ila akhiri sanadi, mpaka wapi? Mwisho wa sanadi. Baada ya hapo akasema mithalu dhalika qaulu al-Bukhari mathalan, hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi az-Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila akhir al-hadith. Tamam. Sasa huu mfano aliotutolea hapa Sheikh ni kana kwamba ameuweka mfano huu kwa ajili ya kumfanyisha mazoezi mwanafunzi, kwa maana ashtuke mwanafunzi. Kwa nini tumeambiwa ittiswalu sanadi? Ni asikie kila mpokezi kwa yule aliyompokea mpaka mwisho, kupatikana nini? Kupatikana ile sifa ya kusikia. Kwa maana ilibidi vipi? Al-Imam al-Bukhari aliposema hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik, ingeendelea hivyo hivyo. Sawa, ingeendelea nini? Hivyo hivyo. Sawa. Malik naye ingesemaje? Akhbarana Abu Zinadi. Sawa. Naye Abu Zinadi ingesemaje? Abu Zinadi ingesema akhbarana al-A'raj. Sawa. Kisha A'raj asemaje? Sami'tu Aba Hurairah. Sami'tu Aba Hurairah. Sawa. Annahu qala, mpaka mwisho hadithi. Tamam. Hakadha. Na hapa kuna mulahadha kidogo. Tamshi la hadathana na tamshi la akhbarana, sawa, na tamshi la sami'tu, yote yana maana hii, yana maana moja. Yote yana maana gani? Yana maana moja. Kwa hiyo hii hadathana ina maana ya sami'tu, lakini pia ina maana ya akhbarana. Tamam. Na hii akhbarana ina maana ya hadathana, lakini pia ina maana gani? Ina maana ya sami'tu. Kwa hiyo ingekuja sanadi katika hali hiyo hiyo mpaka kufikia kwa Abi Hurairah. Tamam. Kwamba nini? Imam Malik angesemaje? Akhbarana Abu Zinadi, na Abu Zinadi angesemaje? Akhbarana al-A'raj, na A'raj angesemaje? Sami'tu Aba Hurairah au akhbarana Abu Hurairah. Tamam. Annahu qala, mpaka mwisho. Tamam. Hakadha. Lakini imekuja vipi? Hadathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinadi. Tamam. Hakadha. Sasa kwa mujibu wa matamshi haya yaliyopo katika hii sanad, hadithi hii ni hadithi gani? Ni hadithi al-Musnad. Ni hadithi al-Musnad. Hadithi musnad ni hadithi gani? Tufungue hapa ukurasa wa 21. Anasema
almusnadu huwa alhadithu almuttasil, ni ile hadithi ambayo almuttasilu isnaduhu, sanadi yake imeungana, min rawihi, kutoka kwa mpokezi wake wa mwisho, ila an yantahi ila nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kwa kuwa hadithi hii imehukumiwa kwa ni sahihi, basi hadithi hii itakuwa nini? Itakuwa ni alhadithu almusnad. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ambayo sanadi yake imeungana kutoka kwa mpokezi wa mwisho mpaka kufikia kwa sahaba kwa tamshi la sami'tu au akhbarana au hadathana, ni hadithi almuttasil. Ni hadithi gani? Ni hadithi almuttasil. Sasa hii hapa haiwezi kuwa ni hadithi gani? Haiwezi kuwa ni hadithi muttasil, itakuwa ni hadithi almusnad. Tamam. Tuangalie taarifu ya alhadith almuttasil. Fungua ukurasa wa 22 mbele tu ya hiyo alhadith almusnad. Tamam. Anasemaje hapo? المتصل هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى منتهى. الحديث المتصل ni hadithi ambayo ittasala sanaduhu, sanadi yake imeungana, bisamai, kwa kusikia, kulli rawin min ruwati, kila mpokezi katika wapokezi wa hadithi hiyo, mimman fawqahu, kwa yule aliyekuwa juu yake, ila muntaha, mpaka kufikia wapi? Mwishoni mwa sanadi hiyo. Tamam. Hakadha. Mafhum? Kwa hiyo taarifu iliyotolewa hapa ni taarifu ya alhadithu almuttasil, lakini chini tumewekewa mfano gani? Mfano wa alhadith almusnad. Tamam. Na hii hadithi musnad inaingia kwenye hukumu ya hadithi nyingine. Sawa, inaingia kwenye hukumu ya hadithi nyingine, nayo ni hadithi gani? Alhadithu almu'an'anu. Alhadith almu'an'anu. Tufungue ukurasa wa 34. Anasema shekhi, almu'an'anu, hadithi mu'an'an huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo ruwiya bilafdhi an, iliyopokelewa kwa tamshi la an, min ghairi bayani, basi na kulibainisha, litahadithi, tamshi la kusema hadathani, au al-ikhbari, au tamshi la kusema akhbarani, au as-samai, au tamshi la kusema sami'tu. Tamam. Hakadha. Na kweli tunaona hapa hayo matamshi ya hadathana, akhbarana amekuja sehemu mbili tu, baada ya hapo yakaja matamshi ya an. Kwa hadithi hii hapa ni hadithi gani? Ni alhadithu almu'an'an. Tamam. Na hadithi mu'an'an huenda ikawa ni sahihi kama anavyosema hapa, hukmuhu annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Tamam. Sasa kwa nini hadithi hii imewekwa hapa? Tamam. Kuna mulahadha mfupi, sio mrefu sana. Tamam. Hakadha. Kuna kitu kinaitwa an'anatul muasir. An'anatul muasir maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mwanafunzi na shekhe wake wawe wameishi zama hizi, zama moja. Tamam. Kisha inakuja hadithi ambayo huyu mwanafunzi anayepokea kwa shekhe wake, sawa sawa, lakini hadithi hiyo huyo mwanafunzi haipokei kwa tamshi la kusema sami'tu au kusema akhbarani au kusema hadathani, anaipokea kwa tamshi la an. Anaipokea nini? Kwa tamshi la an. Sawa. Sasa hii an'anatul muasiri, kwa maana hii hali ya kwamba mwanafunzi ameishi zama moja na shekhe wake. Tamam. Au tuseme ameishi zama moja na aliyempokea hadithi kwa tamshi la an. Sawa. Mwanafunzi ameishi zama moja na yule aliyempokea hadithi kwa tamshi la an. Kwa nini asiseme sami'tu? Au kwa nini asiseme akhbarani? Au kwa nini asiseme hadathani? Tamam. Sasa hadithi hiyo inayokuja kwa tamshi hili, sawa sawa, ni hadithi ambayo ndani yake haisalimiki na vitu viwili. Tamam. Vitu viwili hivyo ni at-tadlisu wal-irsalu al-khafiy. At-tadlisu wal-irsalu al-khafiy, na vitu hivi ni vitu ambavyo vinapelekea hadithi hiyo pengine ikahukumiwa kuwa ni dhaifu. Tamam. Na ikiwa itasalimika hadithi hiyo na vitu viwili hivi,
inakuwa ni hadithi gani? Ni hadithin sahihun, mfano wa hadithi hii. Tamam. Sasa tuangalie at-tadlisu ni kitu gani na al-irsalul khafi ni kitu gani? Tamam. Hakadha at-tadlisu ni mwanafunzi apokee hadithi kwa shekhe wake, tena hadithi hizo zifahamike hasa ni hadithi kadhaa. Tamam. Mfano wake apokee hadithi ngapi? Hadithi 5. Kisha baadaye ije kuonekana mwanafunzi huyo kwamba amepokea hadithi 5 nyingine kwa huyo shekhe wake. Sawa? Hadithi ambazo hajazipokea kwa tamshi la akhbarani au sami'tu au hadathani, amezipokea kwa tamshi gani? Kwa tamshi la an. Sawa? Aseme tu an fulani qala kadha. Tamam. Hakadha. Mafhumu jamani hapo? Kwa hiyo hadithi za kwanza zile 5 amezipokea kwa tamshi la akhbarani au sami'tu au hadathani, lakini hizi nyingine amezipokea kwa tamshi la an. Sasa hapa kuna uwezekano kwamba vipi huyu mwanafunzi alizisikia kwa shekhe wake zile hadithi 5 alizozipokea kwa tamshi la sami'tu hadathani au akhbarani, kisha hizi 5 nyingine pengine hakuzipokea kwa shekhe wake moja kwa moja, bali alizipokea kwa shekhe wake mwingine, lakini kwa kuwa kuna kitu tu wewe ameona kwamba sifai kumtaja huyu shekhe mwingine, sawa, nataka nimtaje shekhe wangu yule ambaye nimepokea nini, nimepokea hadithi zake, nilipokea hadithi 5 kwake yeye. Tamam. Atamtoa huyu shekhe mwingine, kisha hadithi hizi 5 nyingine ambazo amezipokea kwa shekhe aliyemtoa anaziegemeza kwa shekhe wake yule ambaye mwanzo alipokea hadithi 5. Tamam. Kwa maana amemtoa huyu mwingine ambaye kaona kwamba hataki kuziegemeza hadithi kwake, akarudi kwa shekhe wake yule ambaye mwanzo alipokea hadithi 5. Tamam. Na akaziegemeza hizi hadithi 5 nyingine kwa ule shekhe wake, lakini kwa tamshi gani? Kwa tamshi la an. Tamam. Hakadha. Hiyo ndo at-tadlis. Sawa, na inaingia upande wa matni na sanad, lakini tuishie hapa tu kwa leo. Kisha al-irsalul khafi ni mwanafunzi apokee hadithi kwa mtu ambaye hakuwahi kumsikia hata kama waliishi zama moja. Kwa maana mwanafunzi apokee hadithi kwa shekhe ambaye hakuwahi kupokea kwake kabisa, lakini hizo hadithi amepokea kwa mtu mwingine, lakini kwa malengo tu ambayo yeye mwenyewe ameyafikiria au ameyaona, akaona azegemeze kwa huyo shekhe mwingine ambaye nini, hakuwahi kusikia kwake hadithi yoyote. Tamam. Hakadha. Mfano wake ni vipi? Mfano wake al-Imamu at-Tirmidhi ni mwanafunzi wa al-Imamu al-Bukhari, lakini pia al-Imamu at-Tirmidhi ni mwanafunzi wa al-Imam Muslim. Tamam. Hakadha. Na al-Imamu al-Bukhari ni mwanafunzi wa Imam Ahmad ibn Hanbal. Tamam. Al-Imamu at-Tirmidhi amepokea hadithi kwa al-Imam al-Bukhari. Hata ukiingia kwenye jami yake ile kwenye kitabu cha Jami'u at-Tirmidhi au Sunan at-Tirmidhi utakuta hadithi nyingi tu al-Imamu at-Tirmidhi amepokea kwa nani? Kwa al-Imamu al-Bukhari. Sawa? Lakini sasa huyu al-Imamu at-Tirmidhi hakuwahi kupokea hadithi kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, japokuwa wameishi zama moja. Al-Imamu at-Tirmidhi ameishi zama moja na al-Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini hawakuwahi kukutana. Kwa maana al-Imamu at-Tirmidhi hakuwahi kupokea hadithi kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Pengine alitosheka kwa kuona kwamba Imam Bukhari ni mwanafunzi wa Imam Ahmad ibn Hanbal na Imam Bukhari ni shekhe wangu, basi hakuna haja mimi tena ya kwenda kupokea hadithi kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Tamam. Kwa hiyo al-Imamu at-Tirmidhi hakuwahi kupokea hadithi yoyote kwa Imam Ahmad ibn Hanbal. Sasa itokee al-Imamu at-Tirmidhi alete hadithi aoneshe kwamba amepokea kwa Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini kwa tamshi gani? Kwa tamshi la an. Hii inaitwa al-irsalul khafi. Tofauti yake na at-tadlisu ni vipi? At-tadlisu ni al-Imamu at-Tirmidhi amepokea hadithi 5 kwa Imam al-Bukhari. Tamam. Kisha akapokea
hadithi 5 kwa shekhe mwingine, lakini akaona huyu shekhe mwingine sitaki kuonekana kama nimepokea hadithi 5 hizi kwake yeye, kwa hiyo anamtoa, kisha hadithi 5 za huyu shekhe mwingine anaziegemeza kule kule kwa Imam Bukhari kwa tamshi la an. Hii ni at-tadlis. Kwa sababu gani? Al-Imam Tirmidhi ashawahi kusoma kwa Bukhari na akapokea hadithi, tamam, lakini akachukua hadithi za mtu mwingine akamwegemezea, kisha akamtoa ile mtu mwingine, tamam. Kisa al-irsal al-khafi ni mtu hajawahi kusikia kabisa kwa huyo shekhe hadithi, lakini anapokea hadithi sehemu nyingine, kisha anamwegemezea huyo shekhe, tamam. Ndio kama tulivyotoa mfano, si ndio? Imam Tirmidhi apokee hadithi kwa al-Imam al-Bukhari, sawa, kisha aseme sitaki kumweka al-Imam al-Bukhari katika hadithi hizi, sawa, nataka niweke kwamba hadithi hizi mimi nimezipokea kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini hawakuwahi kukutana kabisa, na wala al-Imam Tirmidhi hakuwahi kupokea nini hadithi kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal, tamam. Hiyo ndio al-irsal al-khafi. Sasa hadithi hii ambayo ni mu'an'an haiwezi kusalimika na al-irsal al-khafi na at-tadlis, sawa. Na ikitokea ndani yake kuna at-tadlis, sawa, kuna al-irsal al-khafi, huenda ikapelekea hadithi nini kukataliwa. Sasa kwa nini hadithi hii imehukumiwa kuwa ni sahihi, tamam? Pamoja na kuwa imepokelewa kwa matamshi nini, imepokelewa kwa tamshi la an, tamam. Turudi katika kauli za ulama na tuangalie masharti ya maimamu wawili. Tuangalie sharti la al-Imam al-Bukhari, lakini pia tuangalie sharti la al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim yeye ameweka sharti kwamba wale watu ambao wataishi katika zama moja, sawa, watu ambao wataishi katika zama moja, na ikatokea mmoja amepokea hadithi kwa mwingine kwa tamshi la an, kwa kuwa ameishi zama moja, basi wa upande wa al-Imam Muslim hadithi hiyo kwa nini ni sahihi, tamam. Hakadha. Lakini al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali ibn al-Madini, tamam. Lakini al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali ibn al-Madini, sasa, na al-Imam Abu Bakar as-Sayrafi, sasa, na al-Imam nani Abu Bakar as-Sayrafi, hawa wameweka sharti kwamba hadithi ya watu walioishi zama moja, sawa, na ikapokelewa hadithi hiyo kwa tamshi la an, basi hapana budi ili tuihukumu kuwa ni sahihi, hapana budi kuthibiti kukutana kwa watu hao, sawa sawa. Hapana budi kuthibiti kwamba watu hawa kweli walikutana sehemu yote, hata kama ni mara moja tu, tamam. Kwa sharti la Imam Muslim, yeye ametosheka kwamba watu waishi zama moja, basi hadithi kile kwa tamshi la an ataihukumu kama nini, kama ni sahihi. Lakini al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali ibn al-Madini na al-Imam Abu Bakar as-Sayrafi ash-Shafi'i, tamam, hawa wameweka sharti kwamba vipi, kwamba lazima pamoja na kuwa wameishi zama moja tuone na tuthibitishe kwamba nini waliwahi kukutana, tamam. Na hilo linafahamika kupitia tarikh, tamam, sawa, na pia madaris, kwamba huyu alisoma madrasa, kwamba huyu alisoma madrasa fulani, tamam, na madrasa ile shekhe wake walimpokea, alikuwa pale anafundisha, tamam. Hakadha. Kwa hiyo utaona sharti la al-Imam Muslim ni jepesi kidogo, lakini sharti la al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali al-Madini na al-Imam Abu Bakar as-Sayrafi ni gumu, sawa sawa, ni gumu. Na yote haya ni kuweka ulinzi katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia tuangalie kauli za ulama, kauli za ulama kwamba kwa nini hadithi hii hiyo imekuja kwa tamshi la an na ikahukumiwa kwa ni sahihi. Kwa maana kuna kauli zilipita hapo nyuma. Kwanza tumeona masharti haya, tamam. Na hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Kwa hiyo huenda al-Imam al-Bukhari alithibitisha kukutana kwa watu hawa waliopokea hadithi kwa tamshi la an, ndiyo akaihukumu hadithi hii kwa maneno ni sahihi, na hadithi hii ikawa imesalimika na at-tadlisu wal irsalu al-khafi, tamam. Hakadha. Lakini tuangalie pia kauli za ulama. Anasema al-Imam Ibn Abd al-Barri kwenye kitabu chake cha At-Tamhid, anasema ajma'u, wamekubaliana wanawazuoni wa hadithi ala qabuli al-isnad al-mu'an'an, kukubali sanad ya hadithi ambayo ni mu'an'an,
la khilafa bainahum fi dhalika, hakuna khilaf katika hilo kati yao. Idha jamaa shurutan thalathatan, lakini hadithi hiyo itakapokuwa imekusanya masharti matatu. Wa hiya, na hayo masharti matatu, adalatul muhaddithin. Tamam, adalatul muhaddithin fi aqwalihim, ni kusifika na uadilifu hao waliopokea hadithi kwa tamshi la an fi aqwalihim, katika nini? Katika maneno yao. Lakini pia waliqa'u ba'dihim ba'dan mujalasatan wa mushahadatan, na kukutana wao kwa wao, mujalasatan kwa kukaa pamoja, wa mushahadatan na kwa kuonana, wa an yakunu bara'an au bari'ina. Tamam, wa an yakunu bari'ina min at-tadlis, na wawe wameepukana na kufanya nini? Tadlis. Na akasema al-Imam Ibn Abd al-Barri, wa huwa qawlu Malik wa 'ammati ahli al-ilm, wa huwa qawlu Malik wa 'ammati ahli al-ilm, na hiyo ndio kauli ya al-Imam Malik na wanawazuoni wote katika upande wa hadithi kwenye zama zao. Tamam, hakadha. Lakini pia al-Imam Ibn Salah kwenye kitabu chake Ma'rifatu Anwa'i Ulum al-Hadith, au kinafahamika kwa jina jingine kwamba Muqaddimatu Ibn Salah, anasemaje al-Imam Ibn Salah? Anasema tamam, anasema kwamba hadithi iliyopokelewa kwa tamshi la an, sasa kwa tamshi la an wameweka sharti ya wanawazuoni, na sharti hilo ni sharti la jumhurul muhaddithina, jumhur al-muhaddithina, an yakuna alladhina udhifat al-anatu ilayhim, wawe wale ambao kumeegemezwa kwa wao ile sanadi ya ana, sanadi ya hadithi iliyopokelewa kwa tamshi la an, qad thabatat mulaqatu ba'dihim ba'dan, kumethibiti kukutana wao kwa wao, lakini ma bara'atihim min wasmati at-tadlis, pamoja na kuepukana kwao na kusifika na nini? Na sifa ya at-tadlis. Tamam, hakadha. Na akasema pia al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali ibn al-Madini, anna al-mu'an'ana, kwamba hadithi iliyopokelewa kwa tamshi la an, inda thubuti talaqi, wakati wa kuthibiti kukutana wapokezi wa hadithi hiyo, innama, hakika si vinginevyo, humila ala al-ittisali, sanadi yake inabebewa katika hukumu kwamba imeungana. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hadithi hii imekuja kwa tamshi la an, kwa maana imekuja kupokelewa kwa tamshi la an, lakini inaonekana wazi kwamba al-Imam al-Bukhari alithibitisha kwamba watu hao walikutana. Tamam, alithibitisha kwamba watu hawa nini? Walikutana, na baada ya kuwa amethibitisha hilo, ndio akaihukumu kwamba hadithi ni sahihi, na akahukumu kwamba sanadi yake ni muttasil, imeungana. Tamam, hakadha. Lakini pia anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake cha Sharhul Ilal, anasema annahu, hakika, la yuqbalu al-anatu, haikubaliwi hadithi iliyopokelewa kwa tamshi la an, illa, isipokuwa amman urifa minhu, illa, isipokuwa amman, kwa yule mtu ambaye urifa, kumefahamika, minhu, kwake yeye, annahu la yudallisu, kwamba yeye hafanyi tadlis, wala yuhadithu illa amman laqiyahu, na wala hadithi illa, isipokuwa amman, zile alizozipokea kwa yule ambaye laqiyahu, aliyekutana naye. Tamam, aliyekutana naye. Na akasema pia wa jumhurul mutaqaddimin ala ma qalahu Ibn al-Madini wal Bukhari, na wanawazuoni wengi wa hadithi wapo katika ile kauli aliyosema Ibn al-Madini wal Bukhari. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hadithi hii ni hadith musnad, lakini pia ni hadith mu'an'an, sasa, lakini pia ni hadithi sahihi. Kwa nini sahihi? Pamoja na kuwa imepokelewa kwa tamshi la an, lakini kulithibiti kukutana kwa kila mpokezi mmoja miongoni mwa wapokezi wa hadithi hii. Tamam, na kwa kuwa sasa aliyepokea hadithi hii
na kusema kwamba ni sahihi ni al-Imam al-Bukhari, basi sisi pia hatuna shaka na hadithi hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu sharti lake ni gumu kuliko sharti la al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim. Imam Muslim yeye ameweka sharti kwa nini? Wakiishi zama moja tu imeshapita. Tamam, lakini al-Imam al-Bukhari ameweka sharti kwamba lazima wakutane, kama lazima kuthibiti kukutana kwa wawili hao. Tamam. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal-ismatu lil-anbiya wan-naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa minkum.